Kuna tafsiri ambayo inaweza ikawa unaposema maandamano ya amani na unapofanya maandamano yakawa na fujo, inaweza kukuta kabisa umebadilisha tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi, nyinyi wa Tanzania, maandamano yanachoma vituo vya mafuta. Maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachomwa moto. Maandamano yanachoma ofisi za serikali. Maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa, maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vya kama umechoma mahali dhahiri kutatokea tu vifo na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama, na ndio maana tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizosababisha zilizoletwa kudaiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi. Sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakaoishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui, hayupo. Atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua, tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Kweli baadhi ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza akaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema ukweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali. Sasa matamko na yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Uislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT, na wakiwemo TEKI, wakiwemo BAKWATA, yamekuwa na mafanikio makubwa.